Karibu katika hatua yetu ya 7. Katika hatua yetu ya 7 leo tunaendelea kuona, baada ya kuona ile namna ya kuishinda hofu katika hatua yetu ya 6, sasa tunaangalia katika hatua hii kwamba gharama binafsi za kulipa ili kuijenga biashara. Naposema gharama binafsi ni kwamba unapoanza biashara zipo gharama za kulipa. Tunasema you must pay the price. Zipo gharama ambazo usipozingatia wakati mwingine utafika katikati biashara inakuchanganya sana. Sasa gharama ya kwanza ambayo naweza kusema ya kulipa ni kuhusu familia. Unapoanza biashara wakati mwingine kuna watu wanaanzisha biashara wazo zuri sana na inafanikiwa sana, lakini wamepoteza familia zao. Amini usiamini, ni kwamba kuna wakati mwingine inakulazimu sana kugawanya muda wa kuwa na familia kwa ajili ya malezi, lakini pia na muda wa kuwa na familia kwa ajili ya mambo mawili matatu, kwa ajili ya ustawi wa familia, lakini wakati mwingine na kuhakikisha pia sasa biashara inakwenda sawa sawa. Kwa hiyo familia lazima ukubali kwamba kuna mambo mengi kwenye familia pia yataleta changamoto. Ninaposema gharama ya kulipa ni kwamba lazima ujipange mapema. Wewe unataka kuanza na una familia ama utakuja kuwa na familia. Kama una familia manake ni vema ukijipanga sasa ukafanya vizuri. Ikikukuta biashara ile angalau umefika katika hatua fulani, inaweza kukusaidia sana kuweza kubalance. Ni muhimu sana ujue kabisa kuna watu ni wafanya biashara wakubwa, wana mabilioni ya fedha kama njia ya mafanikio, wamefanikiwa kwa kupata vitu, lakini familia ina changamoto. Wengine ndoa zimevunjika, wengine watoto hawana mwelekeo kwa sababu hawakuwahi kupata muda wa wazazi kupata kuwaelekeza namna ya kuishi, namna ya makuzi, maswali yao akayajibu. Kwa kuna gharama ya kulipa ndugu yangu. Kwa lazima ujipange kimkakati. Gharama ya pili ya kulipa ni kwenye afya. Wakati mwingine unapoanza biashara pia kuna wakati mwingine utapata changamoto kulingana na wakati mwingine unalala kidogo sana. Kuna wakati itafika mahali unalala maporini. Ulizoea kulala mjini mahali pazuri pasafi, utalala labda biashara yako, chukulia kwa mfano ni biashara labda unauza mbao, una biashara ya asali, unafuata porini kwenda kulina asali, au kununua, unafanya biashara ya mazao. Uwezo ukawa unafanya biashara ya mazao, of course unaweza kufanya ukawa mjini kama una mtaji na umewekeza mfumo mzuri. Lakini kuna yule unayeanza inakulazimu uende kijijini kukusanya. Ni mbali kabisa, mazingira ni magumu, labda porini, mashambani ama msituni. Kuna changamoto, baridi kali, afya. Hiyo ni gharama ambayo lazima utailipa, ambao watu wengi wamekwepa pia kulipa hizo gharama. Kwa hiyo wanakuwa maskini. Sasa wewe utakaye kubali kulipa gharama automatically, yani unaweza ukakabiliana na changamoto na ukaanzisha jambo na likawa zuri kabisa. Gharama ya 3 ya kulipa unapoanza biashara, marafiki. Hapa ni kazi vizuri kabisa, ni kazi vizuri. Kuna uwezekano kabisa utakapoanzisha biashara na ukawa serious ukapoteza marafiki wote uliokuwa nao, na utapata labda marafiki wapya ambao wanaendana. Hili ni jambo zuri kabisa. Ni jambo zuri kabisa kwa sababu kama utaanzisha safari ya mafanikio ambayo wewe ndio uliyahitaji, ambayo ndio ndoto yako, lakini kuna watu wakakimbia kwenye maisha yako kwa sababu haupatikani sasa. Sababu kumbuka wakati mwingine marafiki wengi, ukiwa na marafiki wengi sana pia wanatumia muda wako mwingi pia. Kwa sababu marafiki ni watu ambao mna share vitu vinavyofanana, mna share tabia zinazofanana. Sasa muda mwingi mnazomkawa ni story tu nyingi za kawaida tu, wanakula muda. Akikupigia simu inabidi muonane kwa sababu si marafiki, mnapendana. Lakini katika kupendana na kuonana ndio mnapopoteza muda. Kuna gharama, ujiandae wewe unataka kuanza. Inawezekana kabisa kuna watu wataondoka kwenye maisha yako. Ujiandae kisaikolojia, ujue kabisa wanaweza kaondoka. Lakini pia gharama ya 4 ya kulipa ni kwamba hobby au kile unachokipenda kinaweza kikapotea. Ulikuwa unapenda jioni unakwenda mazoezi, unapenda kwenda kucheza, labda unaenda uwanjani, labda pengine unapenda kuimba, labda pengine una huduma fulani. Inawezekana kabisa utakapoanzisha biashara ama unapoanza hatua kwa hatua. Kwa sababu jambo la kufahamu pia hapa ni kwamba biashara inahitaji sana muda wako mwingi unapoanzisha.
Niseme na wale ambao nyinyi ukianzia biashara unataka utumie remote. Vipi uko tayari? Mmemaliza, mmefanya? Pengine ni za kulima. Vipi uko mshalima? Mmeshapalilia? Wanakuambia tayari. Siku unakwenda kukagua unakuta hata shamba likulimwa wala hakuna kilichopandwa, unaishia kupata hasara kubwa. Ni vema uzingatie na ujue kabisa kwamba hiyo pia hobi yako inaweza ikapotea ama usiweze kuitekeleza. Nimesema hobi, kile kitu unachokipenda sana. Unapenda kwenda uwanjani ukitoka kwenye majukumu yako ya kila siku, unapenda kwenda mazoezi, unapenda kuimba, unapenda kufanya kupiga vyombo labda vya muziki na kadhalika, inawezekana kabisa utashindwa kutekeleza. Kwa hiyo ni gharama ambayo utailipa automatically. Yaani kwamba ni kitu ambacho kitakugharimu kwamba sasa nimekosa mazoezi itakuwaje? Kule juu sasa nimekosa marafiki itakuwaje? Kwa hiyo ni changamoto ambayo lazima ukubaliane nayo. Lakini pia gharama ya 5 ni muda. Muda wako utakuwa tight. Muda wako utakuwa finyu sana wa kutekeleza mambo mengineyo nje ya ile biashara uliyoanzisha. Kwa hiyo lazima kujiandaa kulipa hiyo gharama pia. Ujue kabisa kwamba nikianza biashara wakati fulani itanigharimu sana mimi kupata muda wa kufanya mambo mengine ya kijamii na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo pia ni lazima ujipange kupangilia muda vizuri. Muda ni kitu cha thamani sana katika biashara. Muda ndio unaweza ukadetermine, muda ukaonyesha hasara au faida. Ukisimamia ukazingatia muda vizuri, ni rahisi sana kukabiliana na changamoto za hasara. Hasara mara nyingi pia inaweza kaja sana katika ishu ya muda. Jambo la muda pia linaweza sana likasababisha hasara. Kwa hiyo lazima pia ujue kwamba muda ni kitu cha thamani, lazima upangilie vizuri unapoanza na hata biashara inayoendelea ni lazima sana kujua. Kwa hiyo hasara nyingine niseme gharama nyingine ya kulipa ni kwamba namba 6 ni furaha. Furaha yako pia inaweza ikapata mtikisiko. Unaweza usipate furaha sana. Inawezekana ukakutana na changamoto kwa sababu muda mwingi kuna vitu vinakufurahisha. Ukimaliza biashara, umeangalia TV, umeangalia tamthilia, umetoka, umeangalia sijui movie, umetoka, umeenda huko na kule, umekutana na nini, vitu vinavyokupa furaha. Unapoanza pia hiyo ni gharama. Inawezekana kabisa mara nyingi sana usipate vitu vinavyokupa furaha. Kwa nini? Kwa sababu muda mwingi umewekeza kwenye biashara. Kuna biashara wakati mwingine itakulazimu unalala saa 8 usiku. Kwa hiyo unalala, kwanza ule usingizi unautafuta. Yaani unatafuta muda wa kulala kwa sababu ni changamoto. Biashara zako labda zinaenda mpaka usiku kulingana na asili yake, ama umefanya kazi unajikuta muda mwingi kuna vitu unatakiwa uandae usiku ili asubuhi biashara yako ni asubuhi alfajiri. Chukulia kwa mfano wewe unauza vitu labda maeneo yenye mkusanyiko ya watu kama stendi ama stesheni za reli, pengine unauza vitu asubuhi. Inakulazimu usiku ndio unatengeneza vitafunwa. Usiku karibia wote. Unalala saa 9. Saa 10 umeshaamka. Unalala masaa 2, saa 1. Kwa hiyo utaona kwamba wakati mwingine huna muda kabisa wa kupata furaha. Siku 7 zote au siku 6 za wiki uko busy. Kwa hiyo kuna vitu, hiyo ni gharama. Maana yake lazima ujiandae kwamba ujue kuna gharama pia hiyo. Yaani kuna jambo litatokea litakugharimu kwamba furaha yako. Lakini jambo la 7, usingizi. Inawezekana unapenda sana kulala. Sasa kama unapenda sana kulala, lazima kujiandaa. Lazima kujiandaa kwamba kuna wakati utakuwa hautaki kulala. Kuna wakati itabidi ukubali kabisa kwamba kulala hakuna ama kulala kidogo. Kuna wakati mwingine unaweza kujikuta siku 3 hujalala kabisa kwa sababu kama biashara umeanza inataka muda wako mwingi, inakulazimu sana utumie ule muda mwingi ili kujenga msingi. Biashara yako ni endelevu, ulishaanza siku nyingi wewe unaendelea, itahitaji muda wako mwingi uwepo, ufanye, uone, ushike, uelekeze, ufuatilie ili faida ije, kwa sababu kupata faida ama kutengeneza fedha sio jambo rahisi, ni jambo linalogharimu. Kwa gharama yenyewe ndio hii sasa. Lakini pia niseme pia kwa habari ya gharama namba 8 au gharama ya 8 ya kulipa katika mtiririko wetu ni kwamba wewe mwenyewe sasa, wewe kama wewe, nafsi yako, yourself, kuna gharama utaipata pia. Wewe kama wewe unaweza ukabadilika. Unapoanza biashara inaweza kukubadilisha kabisa. Hata wewe mwenyewe ukajishangaa
kwamba mimi sio yule kwa kweli niliyejizoea, mimi sio yule ambaye najifahamu, kwa sababu muda wako mwingi umewekeza kwenye biashara. Ndani yako kuna vitu vinabadilika, unaweza kushangaa muonekano umebadilika, unaweza kushangaa namna ya maamuzi yamebadilika, namna watu wanavyokutazama pia inawezekana wamebadilika. Kwa hiyo ni gharama ya kulipa. Lazima pia wewe mwenyewe kama wewe ujue kabisa kuna vitu vinaweza kubadilika. Kwa hiyo lazima ujiandae kisaikolojia. Lazima ujiandae kwamba pia inawezekana mabadiliko makubwa sana yakaja. Watu wakaanza kukusema vibaya. Kwa sababu umeanzisha biashara, itakuathiri. Kwa hiyo lazima ujitengeneze pia kupokea yale yote utakayokutana nayo, kwa sababu mabadiliko. Sasa watu wengi sana hizi gharama wanazikwepa. Ndio maana unakuta unaona bora tu niache, kwa sababu haiwezekani nimebadilika namna hii, na watu wanasema nimebadilika sana siku hizi, sina muda nao, hata kusalimia sisalimii, kumbe tu niko busy. Na unapokuwa busy ukumbuke kwamba watu wengi sana wataondoka maishani mwako. Ukiwa serious sana, kuna watu wataondoka kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima pia ujiandae kisaikolojia. Lazima ujiandae kisaikolojia. Lakini pia gharama nyingine ya 9 ni kwamba kuhusu burudani. Burudani. Kuna vitu vinaburudisha moyo wako, kuna vitu unaburudika. Ulizoea mwingine unakwenda club. Ulizoea mwingine kuna mahali pa kwenda kutazama sinema. Ulizoea ukimaliza unakwenda kukaa kijiwe cha kahawa mnapiga story, ni burudani. Ulizoea unaangalia mpira, kwenda kuangalia mpira. Wetu wengi tunapenda mpira, kwenye mabanda ya mpira na nini, ukae na jamaa zako, washikaji, ndugu, jamaa, uangalie mpira, usikie raha. Kama unavyofahamu mpira wengi tunapenda kuangalia mkiwa wengi, ndio inanoga. Lazima ujue pia kuna gharama ya kulipa. Inawezekana kabisa utaangalia tena mpira, inawezekana utakosa kabisa nafasi. Sasa niseme gharama hizi, inawezekana mmoja wapo ndio utakayo kugharimu sana, inawezekana zote zitakugharimu sana. Jambo kubwa hapa wewe ni kuangalia kwamba ni kujiandaa kisaikolojia kwamba katika zote hizi either zipo kati ya kadha wa kadha, either 2, 3 zitakazo kuhusu sana wewe, zitakugharimu, zitakusumbua. Ninachokisema ni nini? Jiandae kisaikolojia kwamba kuna mambo yakibadilika, waandae hata watu wako pia, ili pia waweze na wao kubadilika kulingana na muda unavyokuwa unabadilika. Kwa hiyo itakusaidia pia wewe kuchukua hatua na kwenda vizuri kulingana na muda, ama ule muda wako kufanya ile biashara ili utumie vizuri. Karibu tena katika hatua yetu ya 8 inayoendelea.